Niko mbele yenu hapa kuja kutoa msimamo wa chama juu ya kushiriki uchaguzi ujao. Chama cha Ukombozi wa Umma CHAUMMA tarehe 19 mwezi wa pili, wajumbe wa halmashauri kuu walikutana jijini Dar es Salaam kuzungumzia masuala kadhaa kuelekea uchaguzi ujao. Na jambo moja hapo ambalo wamezungumzia wajumbe wa halmashauri kuu ni kuazimia kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Wajumbe wa halmashauri kuu kwa pamoja tuliazimia kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka huu ambao utahusisha ngazi ya rais, wabunge na madiwani. Kwa nini tumeazimia kushiriki uchaguzi huu? Tumeona kwanza uchaguzi huu unaenda kutoa hatima ya miaka mitano ya nchi yetu na kuelekea. Kwa hiyo tumeona sasa tuitokeze mbele ya waandishi wa habari kutangaza rasmi kwamba CHAUMMA tutashiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Tumetangaza hivyo, lakini pia tumeweka mapendekezo kadhaa ambao wadau wengine wamekuwa wakilalamikia kwamba vitu kadhaa vifanywe marekebisho. Na sisi CHAUMMA nje ya kushiriki kuna vitu ambavyo tumependekeza kwamba tume ya uchaguzi ifanye marekebisho kwa baadhi ya vitu. Tume huru ya uchaguzi ifanye marekebisho kwa baadhi ya vitu. Kitu cha kwanza ni kwamba makamishina wa tume huru ya uchaguzi wapatikane kwa ushindani, wasiteuliwe. Kumekuwa na changamoto hiyo hapo ambao wadau wengi wamekuwa kilalamikia kwamba wanaosimamia uchaguzi ni watumishi wa serikali na wanateuliwa na rais. Kwa hiyo tulikuwa tunatamani kama CHAUMMA sasa tulikuwa tunatamani makamishina wa tume ya uchaguzi wapatikane kwa ushindani. Serikali itangaze nafasi ya ajira, ikitangaza nafasi ya ajira watu waombe, baada ya kuomba watakaoshinda ndo wawe makamishina wa uchaguzi. Lakini pili, tumependekeza kwamba serikali ifanye marekebisho kwa upande wa wakurugenzi wa halmashauri wasio wasimamizi wa uchaguzi wa majimbo. Kwa nini tunasema hivyo? Kwamba wakurugenzi wengi asilimia kubwa ni watumishi wa serikali, lakini pia ni makada wa chama wa vyama vingine huko. Kwa hiyo hawataweza kutenda haki kwenye usimamizi wa uchaguzi. Kwa hivyo CHAUMMA sisi tunatamani sana wakurugenzi wa halmashauri wasio wasimamizi wa uchaguzi ndio wataharibia uchaguzi. Na watu wengi walikuwa wakipiga kelele kwa mazingira hayo. Lakini pili, wasimamizi wa uchaguzi kwenye vituo wasipangiwe pia hawa watumishi wa umma, kwa mfano walimu, watendaji, au pia wasimamie uchaguzi wapatikane pia kwa ushindani. Serikali tangaze ajira, lakini wasio watumishi wa umma, kwa sababu wana maslahi na serikali. Mwisho, tunatamani mawakala wa vyama wanapoenda kwenye uchaguzi kusimamia uchaguzi wasibuguzie. Mawakala wetu wamekuwa wakibuguziwa. Mfano uchaguzi wa serikali za mtaa uliopita, mawakala wetu walikuwa wanabuguziwa sana, nusu ya kupigwa na watu ambao wanasimamia uchaguzi huko. Kwanza mara vikwazo kibao, mara wewe ujitambulika barua hii na nini. Lakini mawakala vyama vingine wa chama tawala hawasumbuliwi. Kwa hiyo tunatamani mawakala wa vyama vyetu hivyo hasa vya upinzani wasisumbuliwe, wasibuguziwe kwenye wanapoenda kusimamia uchaguzi, kwa sababu walikuwa tayari washapishwa, wana barua za utambulisho, lakini bado wananyanyaswa. Kwa hiyo sisi kama CHAUMMA tumeona hiyo ndio mapendekezo yetu. Lakini tunaomba wenzetu wananchi wajitokeze kushiriki uchaguzi huu. Washiriki uchaguzi huu, hasa vijana wajitokeze kugombea. Tumekuwa tukilalamika sana vijana kuhusu wanasiasa kushinda kujenga ajenda au kutengeneza sera nzuri za kuhusu ajira au viwanda. Sasa ni wakati wetu sisi vijana ambao tumesoma tumesoma na serikali na wazazi wetu, tuonyeshe maarifa yetu tupata chuoni tuyatekeleza kwenye maeneo yetu ya kazi ya uongozi. Tunaonyesha wapi? Ni kupitia udiwani, ubunge na sehemu kadhaa. Hivyo ni waombe watu, wananchi, vijana, wamama, wazee, mjitokeze kugombea nafasi za uongozi kwenye uchaguzi ujao. Huu ndio utatoa picha ya miaka mitano hii ambayo tunaitaka. Pili, sisi hapa kama CHAUMMA
hatushirikiani wala tufungamani na chama chochote cha kisiasa kingine chochote ambacho kikipo hapa nchini. Sisi Chauma tumesajiliwa kivyetu na tunaongozwa na katiba yetu na misimamo yetu. Hivyo hatufungamani na chama chochote. Kumekuwa na masuala kadhaa kwamba Chauma mnatumika na vyama fulani. Sisi hiyo kauli sisi tunaipinga bwana. Tuko hapa, hata kauli ambayo naitoa leo mwenezi wa chama taifa, hatufungamani na chama chochote, na hapa hatujatuma mtu yoyote kuzungumzia kwamba kwa nini tushiriki uchaguzi. Kwanza mtu akisema kwa nini tunaunga hizo uchaguzi, sawa, sisi ni nani yetu, ni chama chetu, yani ndio kimeamua, tulisajiliwa kwa ajili ya kusimamia mambo yetu, si ndio? Lakini niombe pia vyama vingine ambavyo tuko upande huu kwamba upinzani, tusizarau vyama vingine ambavyo havina wakilishi bungeni au kwenye madiwani. Wanapotuambia kwamba tunakeleka, pia na sisi wanatuambia kila siku kwamba sisi ni mawakala wa CCM. Hiyo kauli inatokea sana. Singekuwa mawakala wa CCM, tunatembea na vyetu huko mtaani. Kae sawa. Pia vyama vingine ambavyo vinawakilishi bungeni wakiwa na jambo kutaka kulifanya, watushirikishe, sio kwamba wafanye wao huko afu anze kutuambia kwamba chama nyie fanyeni. Tutafanyia kitu, tutaongaje hoja kitu ambacho sisi hatukifahamu. Watu wameandaa mpango yao huko na nini sasa na nyinyi ungeni? Hapana, tuwezi kuunga juhudi ya misimamo ya vyama vingine. Sisi Chauma tuna misimamo yetu, tuna katiba yetu, tuna kanuni zetu ambazo tuongoza sisi. Hivyo hatuwezi kuunga juhudi ya misimamo ya vyama vingine.